Yale ambao utaishi ni ufahamu ambao uko nao. So the information that you have, it is the life that you will live. So you cannot live the life that you don't have information of it. Huwezi kuishi maisha ambaye hauna ufahamu nayo. Utaishi kulingana na kile ambacho umefahamu. Na ndio maana maandiko yakatuambia vizuri ya kwamba mtakapo ufahamu ukweli, ni huo ukweli utakuweka huru. So uhuru wako uko katika ule ufahamu ulionao. Ukiwa na uhuru 100%, ukiwa na ufahamu 100%, utakuwa na uhuru 100%. Ukiwa na ufahamu 20%, uhuru wako utakuwa 20%. So ina maana ya kwamba siwezi kuwa na uhuru mwingi kuliko ufahamu. Zote zinaendana pamoja. Na si kufahamu peke yake, mpaka niweze kufanyia kazi ule ufahamu. Maana kama kuna ufahamu, kuna watu wengi tunajua mambo mengi, lakini tumeshindwa kufika kilele cha yale mambo ambayo tumeyajua, kwa sababu tulijua lakini hatukufanyia kazi kile ambacho tumejua. So kuna mambo mawili, baada ya kujua ni ufanyie kazi kile umekijua. So ukishajua na ufanyie kazi, utakuwa kile ambacho umekifanyia kwa vile ulivyojua. Praise be to the Lord. So tuliongea kuhusu evil inheritance, na tuliona ya kwamba haya ni mambo ambayo yamejificha katika siri. Tunaweza kuwa tunapitia mambo tukitazamia kumwona Mungu na Mungu asionekane, kwa sababu kuna vitu tulirithishwa katika ulimwengu wa kiroho, na ni vitu ambavyo vilifanyika na watu waliotutangulia, vilifanyika na watu jamii ambazo zilitutangulia, aidha babu zetu, baba zetu, watu wa kale, na wakaeka urithi ambao si wa sawa. Sasa kwa sababu tulizaliwa katika hiyo jamii, so kuna vitu vinaenda kulingana na lineage ya damu. Kuna maroho ama kuna spirit fulani inaweza ikafunction kwa babu na ikafunction kwa baba na ikafunction mpaka kwa mtoto, kwa sababu ilirithishwa kupitia damu ya huo ukoo. Na ndio maana unaweza ukakutana na mtu akakwambia hii shida huo inatokea kwa familia yetu, huu ugonjwa ulikuwepo na babu yetu, ukaja kwa baba, sasa hii niko nao. Hii tatizo tuliliona kwa babu, alisimamishwa kazi kabla hajafika miaka ya kuritaya, naye baba pia akaja akasimamishwa kazi kabla hajafika hiyo miaka, na tena naona hiyo shida inakuja tena kwangu. Ni nini? Kwa sababu it's an evil inheritance. Ni roho ambayo ilirithishwa kwako. Na kuna vitu vingine vizuri pia unaweza ukarithishwa kwako, kama vile tulisoma habari za Timotheo. Maandiko yanasema kwamba Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba imani niliona kwa nyanya yako Lois, na nikaiona kwa mama yako Eunice, na hata kwako pia nashuhudiwa hiko. So kile kilikuwa kinafanya kazi kwa nyanya yake, kikafanya kazi kwa mama, sasa kinaonekana kwa Timotheo. Na ndio maana tunaomba, kama katika jamii zilizotutangulia palikuwepo na vitu vibaya, basi sisi tuwe watu wa kwanza kusimamisha yale mambo mabaya na kuanzisha mambo mazuri kwa jamii zetu, ili kuanzia kwako wewe kuanze kuonekana mambo mazuri. Watoto wako waishi katika hayo mambo mazuri, watoto wako waishi katika hayo mambo, waendelee mpaka mwishowe uzao wako wote, 4 uzao mpaka 8, uzao mpaka 12, uzao mpaka 16, uendelee hivyo, wakikumbuka ya kwamba palianzisha mtu uzao mpya. Kuna kitu kilitengenezeka kupitia wewe, kuna jamii uliibadilisha, kuna mambo ulisimamisha. Haleluya. Na uliposimamisha yale mambo, ukatengeneza mambo mapya, ukajenga ushirika mpya, ukajenga urithi mpya, naye Bwana atakusaidia. Sema amina. So tuliona ya kwamba tunaweza kuwa initiated katika haya mambo kwa njia ya generation curses and sin, laana iliyokuwepo kwa mababa zetu na dhambi zilizofanyika.
na tukasafiri tena tukaona tunaweza kuwa initiated kupitia ancestral covenant, maagano yaliyofanywa. Maana tuliona maagano ni makubaliano ya watu wawili zaidi ya mtu mmoja, wawili na kuendelea. So wakati ile baba ama babu, nikakupatia mfano, kuna msichana walikuja watatu hawajaolewa, wakakuja tuombe na wao. Kwa sababu gani hawaolewi? Lakini yule baba, maana alikuwa anataka utajiri, akaenda kwa watu wa hizi mambo za ushirikina, na akaambiwa, ili nikufungulie mlango wa roho ya utajiri, lazima tufanye agano na wewe, na agano lako unipatie watoto wako wa kike. Akauliza, nikupatie kwa namna gani? Praise be to the Lord. Amen. Akaambiwa, hapana, uniruhusu ya kwamba hawa mabinti hawataolewa, lakini watakaa na maisha mazuri. Akakubaliana kwa sababu alitamani kuishi maisha ya utajiri. Haleluya. Kumbe ameweka agano. Wazazi walipokufa, watoto wamebakia hawaolewi mpaka sasa, kwa sababu an evil covenant. Na nikakufundisha Jumapili how an evil covenant inaweza kuwa applied kwa maisha yako. Inaweza kuwa applied kwa njia nyingi, through blood covenant, through even gifts, zawadi. Mtu anakupatia a present, kumbe ameiongelea. Hata tunapoona watu wanapokuwa katika marriage, wanapatiana pete, wanavishana pete, they are ones who wanaongea ya kwamba hii nimekuvisha, sijui utakuwa katika shida, sijui katika nini. Hayo mambo yote, those are covenants, words covenants. Ni maneno yaliyo na maagano, na ndio maana the moment yanapovunjika yanaleta distraction katika familia. Praise be to the Lord. Hallelujah. So tunaona ya kwamba even this can be initiated through names. Kuna watu wamekuwa named, na hayo majina is about, yameleta shida katika jamii za kwao, yamekuletea vifungu linapotajwa. Na ndio maana tuliona ya kwamba God was very concerned about names. That's why he changed Abraham, he changed Sarai, he changed Jacob, pia akamchange Simon. Kwa nini anawabadilisha? Because he wanted to use them. So Mungu anapotaka kutukomboa, he can change even our lives, he can change even our names. Na majina yale ambayo anatuchange kwayo is a spiritual name. Na ndio maana unakuta wakati unapookoka, unaweza ukaanza kuitwa apasa, unaweza ukasikia una jina, watu wanakuita intercessor, watu wanakuita a giver, watu wanakuita a prophet. Those are divine names ambazo zitakufanya ufunction kwa lile agano la Mungu, ufunction kwa ile calling ya Mungu. Na pia ukienda katika kule kwa mizimu, kuna majina watu hupewa. Na ndio maana tuliongalia kuna mtu anaitwa kina Daniel walipoenda pale walibadilishiwa majina. Nilifundisha kuhusu hiyo kitu. Meshach, Abednego hawakuwa na hayo majina, lakini walipoenda kwa mfalme wa Babeli ilibidi awabadilishie majina ili waweze kufunction na ile miungu ya kwao. Maana majina waliokuwa ya Kibrania yangelikuwa yanavunja zile agano za ule mungu wa Babeli. Na ndio maana mfalme akapatiana new names ili waweze kufunction katika hiyo kingdom. So covenant zinapokuja kupitia majina, unaweza ukapewa jina na mizimu ili uweze kufunction katika hizo inheritance zao. That's why hilo jina likitajwa, those demons zinaanza kufunction kwako. Jina ukitajwa, hizo demons zinaanza kufanya kazi kwako. Kwa nini anaitwa daktari? Kwa sababu akitajwa daktari, kuna idea na kuna roho iko ndani yake ya kutibu. Kwa nini anaitwa kahaba? Kwa sababu there is a spirit ndani yake ya kufanya ukahaba. Mbona daktari haitwi kahaba na afu kahaba aende akatibu watu? Anaitwa kahaba kwa sababu there's a spirit iko ndani. Anaitwa daktari kwa sababu there's a spirit iko ndani. Anaitwa mlevi kwa sababu hiyo spirit iko ndani. Anaitwa muuaji kwa sababu that spirit iko ndani. So jina lina nguvu. Na ndio maana kuna watu hatima zao zimebadilishwa kupitia majina. Kuna watu wamekuwa inherited kupitia names. Na ndio maana ni vizuri sana as a believer kuelewa what is the meaning of your name. Alafu build na hiyo jina. Ukatae kama ni jina mbaya kwa maombi. Unaweza usilibadilishe, lakini unaweza kudedicate jina lako. Unaweza kuliombea jina lako likawa jina lililobeba roho
iliyo na uungu ndani yake. Kweli ni jina baya, lakini umeibadilisha kama Jabezi. Lilibeba umaskini, but he prayed, likaleta utajiri. Haleluya. Amen. Sio kama unanielewa? Amen. Ukalibadilisha kwa maombi, na likitajwa linasukuma ile roho ambayo ulilibandikizia. Si lazima ulifute, maana inaweza ikachukua miaka ndio uje ubadilishiwe, lakini unaweza ukachukua second katika mapenzi ya Mungu na ukatafuta njia ya kudedicate majina yangu ya kuje yaweze kutakasika, yaweze kubadilishwa. Ukayabadilishe kwanza ulimwengu wa kiroho kwa maneno, ndio yaanze kufunction kwa ulimwengu wa kiroho kimwili. Maana unaweza ukaitwa Joshua, lakini kama hiyo roho Joshua imebeba roho nyingine mbaya, the same name ambaye ni la kiungu, lakini likafunction kwa njia mbaya, kwa sababu ndani yake liko na roho gani. So you may change your name, lakini bado ikabeba hiyo roho tu. Kitu muhimu ni kudedicate your name kwa Mungu, niweze kubeba roho ya Mungu. Sema amina. Praise be to the Lord. So tuliona majina pia yanaweza, tukaona demonic dreams pia zinaweza kuleta defile, linaweza kusababisha mtu ukapokea inheritance. Unapoota ndoto mbaya, unapoota ukikula, unapoota ukinyonyesha, unapoota ukiwa vijijini ukifanya mapenzi katika ndoto, those kinds of dreams ambazo hazina utukufu, so zina kuinherit to evil inheritance. Sasa number 5, kitu ambacho kinaweza kuleta evil inheritance is about the defiled land, maeneo, environment, defiled environment ama land. That's why ni vizuri sana kuelewa habari za mashamba ama miji unayoingia, kwa sababu tulisoma Biblia vizuri wakati wa mtu anaitwa Judas Iscariot. Alienda akamuuza Yesu Kristo ili aweze kusulubiwa na akalipwa shekeli 30. Maandiko yanasema alipojirudia akaona amefanya kitu kibaya, akarudisha ile pesa. Kwa nani? Kwa wale waliokuwa wamemuua na waliomnunua, waliompatia. Lakini wale watu hawakutumia ile pesa kwa maisha yao. Maandiko alisema walienda wakanunua shamba, wakaliita konde la damu. Sijui kama unanielewa. Wakaliita konde la damu. Sasa walipolinunua lile shamba, likapewa jina konde la damu. Hapo ndipo pakawa panazikwa labda watu. Kwa sababu gani? Pesa iliyonunua nalo ilikopo imemwaga damu isiyo na hatia. Sasa kuna watu unaweza kupokea evil inheritance kwa sababu ya maeneo unayoishi. Hata ile umenunua shamba, na baada ya kununua lile shamba ukajenga, kumbe ile shamba mwenye kukuuzia alilipata kwa njia ya damu, na ndio maana linadai damu, linaleta mauti. Mmenunua shamba, mnaanza kuwa wagonjwa, mnaanza kuwa na mauti, kwa sababu kuna roho iliyo ndani ya ile shamba, roho iko ndani ya ile plot. So mnaanza kupokea urithi mbaya. Kuna mambo tofauti yanaweza yakasababisha ikawa defiled land. Leviticus chapter number 18 verse number 24 to 28. Ndio maana ni vizuri sana kuombea mahali. That's why we usually dedicate lands. Wakati unaenda kununua mahali una dedicate. Wakati unaenda kujenga una dedicate. Wakati unaenda kupangisha nyumba una dedicate. Maana inaweza kuwa imejengwa ina defiled land. Tufike huko Deuteronomy ama bado hujafika? Deuteronomy Leviticus mambo ya Walawi 18 mstari wa 24. Maandiko yanasema msijitie unajisi katika mambo hayo katika mojawapo, kwa maana hizo taifa nitakazozitoa mbele zenu zimekuwa najisi kwa mambo hayo yote, na hiyo nchi imekuwa najisi kwa ajili ya hayo, na ipatiliza uovu wake juu yake, na hiyo nchi yatapika wenyeji wake na kuwatoa. Kwa hiyo mtazishika amri zangu
na hukumu zangu, wala msizifanyie machukizo hayo mojawapo yeye aliyemzaliwa, wala mgeni aketie katika yenu. Kwa kuwa hao watu wa nchi wameyafanya machukizo hayo yote, hao waliotangulia mbele zenu, na hiyo nchi imekuwa najisi, ili kwamba hiyo nchi isiwatapike na nyinyi pia, hapo mtakapoitia unajisi, kama ilivyotapika hiyo taifa ilivyotangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia maandiko vile nasema. Imetuambia kwamba kuanzia 24 inasema vizuri, msitie unajisi katika hii hata mojawapo ya mambo hayo, kwa maana hayo mataifa niliyoyatoa mbele zenu yamekuwa najisi kwa mambo hayo yote niliyoyatoa. Mungu amekuondolea mataifa yaliyokuwa yamenajisika. That's why when you are in salvation, ukiwa katika wokovu na umemwamini Mungu, God anakudefend in any way ambayo unaweza kukakanyaga na kukaweza kuwa defile ama kudefile maisha yako, lakini inategemea your relationship with God. Na ndio maana maandiko yanasema mahali popote na chochote mtakachoshika kimetakasika, kumaanisha kilikuwa kimenajisika, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu ndani yako kinatakasika. But tunaendelea, sikiza vile maandiko yanasema, nayo nchi imekuwa najisi, na nikiipatilizia kwa ajili ya uovu wake, kisha ikawatema wakazi wake. Nchi inaweza ikatapika mtu, ukanunua land, na kwa sababu ile land imekuwa defiled ikakutapika. Kukutapika inamaanisha haikupokei chochote. Ukifanya kunakuwa na failure. Maendeleo ukijaribu yanafeli. Chochote ukipanda hakikui tena, kwa sababu imekukataa. Sinaomba maadui zako watapikwe mbele zako. Hiyo unapenda sana. Umesikia amen? Hata imekuja hata kabla sijamalizia sentence. Amen. Praise the Lord. Wametapikwa. Kwa hiyo mtazishika amri zangu na maagizo yangu, wala msifanye mojawapo ya machukizo hayo. Kuna mambo yalifanyika yakanajisi, lakini wakati unaposhika amri za Mungu, makusudi ya Mungu, na usifanye vile walivyofanya, ile laana katika ile mji haikupati. Zile roho zinafanya kazi katika ule mji haziwezi kukupata, na haziwezi kusambaa katika familia yako. Yeye aliyemzaliwa wa wageni aishie katika yenu. Tuendelee. Kwa kuwa hao watu wa nchi wameyafanya machukizo hayo yote, na waliotangulia mbele zenu, na hiyo nchi imekuwa najisi. Hebu niambie hapa Kilifi, ni wangapi walitangulia katika mji huu ambao hawajui? Wengine walishakufa kitambo. Ni nini walifanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vitu gani vilifanyika katika huu mji? Hii land, in fact kuna mtu alikuwa ananiambia kitambo hapa hivi area kulikuwa kunauliwa watu. Kweli ama ni uongo? Kulikuwa ni msitu hapa. Ni kweli ama ni uongo? Kulikuwa kunauliwa watu. Sasa nini? Sin defile the land. Imedefile. Kutoka hapa kwenda hivi ushaona gorofa. Tusemezane tu. Ushaona gorofa tu. Nyumba zote ni za maajabu. Kwa sababu mtu anaweza akaingia akiwa na maono, akiwa na fedha, lakini ile land inamtapika. Maono yote yanatapikwa. Kwa sababu kumekuwa defiled. Na ndio maana sasa wale ambao tuko na ufahamu tunaweza kudeal na the land. Nitakufundisha kuhusu dealing. I think niliongea sijui mwezi gani about dealing with the land. Mwaka jana mwaka ule mwingine. Kupambana na mji. Maana you cannot, ukiingia katika mji kuna vitu unastahili kunotice. Number one, which kind of voice inaongea katika huo mji. Maana kila mji uko na sauti. Inaweza kuwa kuna sauti ya Mungu, sauti ya shetani, ama sauti ya mwanadamu.
Sauti ya Mungu inamaanisha kwamba madhabahu ya Mungu yameinuliwa hapo, yanatawala. Sauti ya shetani inamaanisha kuna nguvu za wachawi na waganga. Ndio maana ukipita mahali unakuta vibao, mganga wa mapenzi, mganga wa nguvu za kiume, mganga wa kazi, kwa sababu kuna sauti. Haleluya. Maana nyingine unakuta sauti za wanadamu, vitu vile vinafanyika hapo, vile wanadamu wanatesa watu, yaani a lot of things zinafanyika tu. So ukiingia kwa mji lazima uelewe kuna sauti. Sasa unaweza kuapply the voice of God ianze kutamalaki katika mji. Ukiingia lazima uelewe kuna pembe zimeinuliwa, maana ziko aina pembe mbili, kuna the horn of a righteous and an evil horn. So horn ya righteous is about the horn of God, mamlaka, authority ya Mungu, power ya Mungu. Na horn ya an evil horn inamaanisha kwamba an evil things zinafanyika pale. Na tawala, unastahili kuelewa pembe zinapoinuliwa katika mji za kinyume na watu ama evil horn zinakujaga kufinyilia na kutawanya. That's why pembe ikiwepo kwa mji mbaya inatawanya familia, inatawanya ndoa, inatawanya biashara, inatawanya makanisa na inafinyilia watu, hawezi kuinuka. Ukijaribu kuinua kwa kichwa hivi, biashara inapigwa. Ukiinua kwa kichwa katika familia, taa inazimwa. Unakuta breadwinner wote wanafariki katika hiyo maeneo. Ndoa zote zimekuwa scattered, maana there is an horn, an evil horn. Katika mji lazima uelewe which kind of an altar in a room, maana kuna an evil altar na kuna altar of God. Katika mji ukiingia lazima uelewe which kind of sacrifice ilitolewa, maana there are evil sacrifices na kuna holy sacrifices. So haya mambo lazima uwe na ufahamu nayo, na ndio maana huwezi kumiliki mahali kama huna ufahamu. Lazima uelewe. Hata kule utaenda kununua plot, kule ambao utajenga, unaweza ukajenga mahali kumbe kuna defiled land, na ukashika pattern ya ile land. Kama kulikuwa kuna kufaga watu, nyinyi mkapokelezwa hiyo evil inheritance, unakuta mnaanza kuzika kwenu. Bara kwenu kulikuwa hakuna defiled land, kaburi ni 2-3, lakini uliponunua kwingine makaburi yamefuatana karibu 100, 7, 4, 5. Watu wa kwenu wamekufa, mtoto wa mtoto wako alifariki, mtoto sijui nani alifariki, mmezika, hata mnahesabu, naweza ukafikiri ni manyumba zimejengwa, kumbe na makaburi, kwa sababu ulienda ukaingia mahali kuna defiled land. So mkapokea evil inheritance, mkarithishwa roho ya mauti, maana hiyo land ilikuwa inaongeaga kifo. Tunasafiri vizuri, lakini lazima nikwambie, ukiombea familia ombea vizuri. Wacha kuomba na mizaa tu katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Utatoka hivyo na utasema pasa alitufundisha ni kama alitudanganya. Alidanganya, umebeba uzito wa hiyo familia. Nilikufundisha kuhusu the weight of the matter, the weight of something that you are praying for. Hicho kitabu kikitoka utaelewa. Utakaa nacho, utakichukua uende ukae nacho, usomege hayo mama, uone majibu yako vile atakuwa yanajibiwa majibu. Tuendelee tujeti. Na hiyo nchi isiwatapike na nyinyi pia hapo mtakapo itia unajisi, kama ilivyotapika hiyo taifa iliyotangulia mbele. Kumaanisha the same spirit ambayo ilifanyika kwao inaweza kufanyika hata kwetu. Kama iliwatapika hata sisi ikatapika, na watoto wetu wakatapikwa. So tunaweza kupokea evil inheritance kwa mahali ambapo land imekuwa defiled. Usiangalie Mungu kwa macho. That's why Lutu alikimbilia wapi? Sodoma na Gomora. Aliangalia akasema kuna miji mzuri umejengwa, maana Abraham alimpatia decision to make. Ukienda mashariki mashariki, ukienda huko angalia sasa, chagua. Lutu hakwenda kuomba, aliangalia akaona vile majengo yamejengwa, wow, ile city ni nzuri. Akaiangalia nje lakini hakuangalia ndani. Kokote unapoenda, hata nyumba unaenda kugura, usiangalie nje peke yake, angalia ndani. Sisemi ufungue mlango, angalia kwa roho. Inquire from God kwa undani, spiritual.
Je, ndani hii nyumba ni spirit gani inatawala kwa hii nyumba? Lakini ukiangalia nje utaona sliding windows, utaona security fence imewekwa na waya za stima. Utasema thank you, hapa kuna ulinzi. Lakini kumbe ni ulinzi wa kuonekana kwa macho, lakini ndani ni adui. Wamejaa waporaji wa kiroho. Ndio maana uliingia kwa hiyo nyumba ukiwa na breakthrough ya maombi. The moment ulipopanga kwa hiyo nyumba ukawa robbed maombi. Sasa hata maombi ni kupiga miayo tu. Kuzoma tu unazoma watu. Ukawa robbed kwa sababu uliingia kwa hijackers. Waka hijack your destiny. Sio kama tunasafiri vizuri. Numbers 35. Numbers 35 verse number 33. Hesabu 35 mstari wa 33 mpaka 34. Maandiko yanasema hivi, hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagika ndani yake, isipokuwa damu ya huyo aliyeimwaga. Kwa hiyo msiitie unajisi nchi muiketiayo, ambayo naketi nami katika yake, kwa kuwa mimi Bwana nakaa katika ya wana wa Israeli. Nchi inaweza ikatiwa unajisi kwa bloodshed. Unaona maeneo kunaitwaga black spot. Black spot hapo kunatokeaga maajali, na si kwamba hakunaga mashamba huko. Si kuna watu mashamba yao yako karibu na black spot na manyumba yamejengwa huko, lakini mahali pale ile ardhi inamezaga damu. Mtu ameuliwa kwa shamba yako, nasema ati kwa sababu si mimi nilimuua, sina wasiwasi. Sikia, ardhi inaweza ikalia kwa sababu ya damu iliyomwagika. Mungu akamfuata Kaini akamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Genesis 4. I think kuanzia Genesis hapo utatafuta hiyo scripture. Ndugu yako yuko wapi? Akamuuliza, mimi uliniweka askari wa ndugu yako? Akamwambia, mbona damu yake inalia kwa mchanga? Yaani mchanga umemeza damu ya ndugu yake kwa sababu amekufa kifo kisichokuwa na hatia. So ukisikia mtu amekatwa panga mahali, mwingine ameuliwa mahali, hiyo land tayari imefungua mdomo, imekula damu ile, imedefile ile land. Usipochukua nafasi kuanza kudeal na hiyo land by prayer and repentance, wakati tunaongea kuhusu how to deal with, utaelewa. Unaweza ukakaa hapo na hiyo damu ikaanza kuinherit mambo mabaya. So tusione mambo yakitendeka tu tukasema mimi sifanyi, si mimi niliua, si mimi ninalewa, si mimi ninafanya ukahaba. Lakini anayefanya ana defile ile land unayokaa, na kwa sababu dhambi yake inaweza ikahesabiwa hata kwako. Na ndio maana unakuta roho zingine zinarithi watu. Kwa sababu gani? Ile roho haikunyamazishwa, inaongea. Ukisikia inalia, kumaanisha kuna sauti inasikika katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anaisikia. Kaini hakusikia sauti, lakini Mungu alikuwa anasikia, kwa sababu ile sauti ni roho. Na ndio maana even the land can cry, inaweza ikalia lakini usisikie. Lakini ulimwengu wa kiroho ikamanifest na ukaanza kuona matokeo ya nje. May God deliver us. I pray may God deliver us. I pray may God deliver us. Jeremiah chapter number 2 verse number 7. Jeremiah chapter number 2 verse number 7. 2:7. Nami nikawatia katika nchi ya Shibe, mpate kula matunda yake na mema yake, lakini nyinyi mlipoingia katika nchi ile mliitia unajisi nchi yangu, na urithi wangu uliofanywa kuwa chukizo. Haleluya. Waliitia unajisi. Mungu anaweza akakuweka mahali, lakini kwa sababu ya matendo ukautia unajisi.
yale matunda yakabadilika kuwa uchungu, na huo uchungu ukachukua transfer mpaka kwa watoto wako. Why? Kwa sababu najisi ilifanyika. Isaia mlango wa 59. Isaia mlango wa 59. Isaia 59 verse number 2. Maandiko yanasema hivi: lakini maovu yenu yamewafarakanisha nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeufisha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Because of the defiled things, ambazo zimekuwa defiled, mpaka Mungu anaona machukizo, hawezi kusikia. Na ni kweli, ukiwa katika land ambayo imekuwa defiled, hata maombi hasikiki. Tukisoma katika, I think ni gani? Ni Kumbukumbu waraka wa pili. Ngoja nikusomee hapo. I think ni Mambo ya Nyakati wa pili, I think 14 something 7:14 I think so. Inasemaje? Nanyi nitasikia mkikuja mbele zangu na kujinyenyekeza, nitasikia maombi yenu na nitawasamehe dhambi zenu na nitafanya nini? Hebu nitolee hiyo scripture. It is second Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 7:14. Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuniomba na kutafuta uso wangu na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Maanisha nchi inaweza kuwa gonjwa kwa sababu ya maovu, na kama nchi ambayo ni mgonjwa haitazaa vitu vizuri. Nchi ikiwa mbovu itazaa ubovu. Nchi ikiwa mbovu itazaa vitu ambavyo si sawa. Na ndio maana vizuri sana kuomba Mungu ili tunapokaa katika miji tuliyoishi, maana wengine tunaishi katika defiled land, tumetokea kwa defiled land. So hiyo roho inasababisha na sisi tupokee huo urithi wa yale maovu. Wengine tunashindwa kujibiwa kwa sababu land imekuwa defiled, lakini kuna njia ya kuponya hii land. Tunaambiwa hapo, tukinyenyekea na kumwomba na kutubu dhambi zetu na kuacha njia zetu, Mungu atasikia. Kumaanisha Mungu asikiaje maombi kama njia ni mbaya? Wow, may God have mercy on us. I declare, may God have mercy on us. Hebu tusome 2 Kings chapter number 2 verse number 19. 2 Kings chapter number 2 verse number 19. 2 Kings 2:19. Maandiko yanasemaje? Watu wa mji wakamwambia Elisha. Wanamwambia nini? Tuendelee. Mahali pa mji huu ni pazuri kama Bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Nchi imekuwa gonjwa, inazaa mapooza. Haleluya. So land can be defiled mpaka iwe inazaa mapooza, inakuwa barren, inakuwa na utasa. Nyanya yako akipanda mimea haimei, wewe ukija ukichukua hilo shamba pia unalipanda halimei. Watoto wako wanapanda hilo shamba halimei. Nyanya alianza kufuga mifugo ikawa inakufa, wewe ukaanza kufuga mifugo inakufa. Watoto wako wamefuga mifugo wamekufa. Nyanya alianza kujenga nyumba ikafika kwa lentil akashindwa, na wewe pia ulianza umeshifika lentil umeshindwa. Watoto wako hata misingi wameshindwa kuchimba, kwa sababu land inazaa barren, maana imekuwa defiled, imekuwa na machukizo. So inaweza ikaleta evil inheritance wakati imekuwa defiled. Na ndio maana ni vizuri ku deal with the land before kufanya chochote. Ni vizuri kupambana na ardhi before kufanya chochote. Hallelujah. First King chapter number 16:31. First King chapter number 16 verse 31. First King 16:31. Sikia maandiko vile nasema. Ikawa kama ingelikuwa neno dogo
tu kuyaendea makosa ya Rehoboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti Elbaali mfalme wa Sidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia, akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali alijenga huko Samaria. Ahab akaifanya Ashera. Ahab akazidi kumghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliotangulia. Praise the Lord. Unaona, Ahab baada ya kuchukua uongozi wa utawala wa Israel, they believe in God ambaye ni Yahweh, ambaye ni Mungu ambaye tunamwabudu. So wafalme wote waliotangulia kabla ya wakati wa Ahab, they are worshiping God. Sasa Ahab baada ya kupata uongozi, akaenda akaoa katika nyumba ya mzee mmoja mfalme wa Wasidoni, alikuwa anaitwa Eltabaal. Eltabaal alikuwa ni mzee na ni mfalme ambaye anaabudu miungu ya Baali na Ashera. So alibelieve in gods. Maana hata binti yake Jezebel akarithishwa hiyo roho ya baba yake. So he received the inheritance, an evil inheritance ya kuinamia Baali na kina Ashera. Na hii Baali tunaambiwa ilikuwa kwa miungu 450 na Ashera 450. Zote ni ngapi? 900. Bwana Yesu asifiwe sana. So alipomwoa naye pia akasambaziwa urithi wa kuabudu miungu. Akaenda akajenga madhabahu ya Baali, akayarudisha huko Samaria, mahali wa Israeli walikuwa wanategemea Mungu. Akainua madhabahu ya Baali na Ashera. Na kwa sababu hiyo Zalida akaishieti hata walio wamemzunguka na aliokuwa anawatawala wakaanza kumuinamia Baali. So karakta ya Baali na Ashera ikaingia kwa wana wa Israeli. Wakatoka kwa Mungu aliye hai, wakaingia kwa miungu ya kigeni. Wakaanza kuzini, wakaanza kufanya mukahaba, wakaishi maisha mabaya. Mungu akakasirika kwa sababu watu waliacha Mungu, wakaanza kufuata miungu mingine. So ile land ikawa defiled kwa sababu ya gods zilizokuwa zimeinuliwa. Na ndio maana usione kitu cha kawaida kukaa nyumba next kuna mganga na wewe unakaa hapa. Hiyo environment imekuwa defiled. Ndio maana unastahili kuomba mganga ahame. Maana uko na authority. Siwe uhame. Na kama mganga atakuhamisha basi wewe Mungu wako ni fake. Nakwambia leo, geukia mtu, mwambie usirogwe kanisani. Uko kanisani na unarogwa. Si ni maajabu? Kule nje ndo unastahili kuroga, lakini ndani ya kanisa mtu anakuroga na uganga unaingia kwako. Hujajua Mungu. Mungu unasema Bwana asifiwe, alafu mtu anaamua kukuroga na urogi unafanya kazi. Hebu geukia mtu, mwambie huyu ni Mungu ndani yako kweli? Kama ni mjomba wa Mungu. Haleluya. Mganga ndo anastahili kukukimbia. Kwa sababu maandiko yanasema Musa aliposimama mbele za Farao, Musa alibwaga fimbo. Alipoibwaga ikageuka kuwa nyoka. Farao akasema, umenionyesha, wacha nikuonyeshe. Mimi ndio mwenye manyoka. Akaleta waganga wakaleta manyoka. Lakini maandiko yanasema yule nyoka wa Musa akafungua mdomo. Manyoka wote wakawa wanaingia kwa mdomo wa Musa. Alafu akashika, ikageuka fimbo. Wote wakamalizwa. That means there is power in God that we are serving. He can silence every kinds of spirits. Maana yale manyoka yalikuwa yamesimamia spirits, maroho tofauti tofauti. Lakini naye fimbo ya Musa ilisimamia the spirit of God. Na the spirit of God can silence every kinds of spirits. Sasa wewe kama mganga kako hapo na kana function usiku na kana choma unaitwaje ule? Uba ama nini? Ni uba. Ubani.
mpaka mnavuta, mnakohoa na hata hauna commanding ya kusema kuanzia sasa nime silence hiyo roho ya udi. Wewe you are representing heaven, you are an ambassador. Wewe ni nani? Ambassador kwa Kiswahili tunamhitaji wakili, balozi. Balozi, wewe ni balozi wa mbinguni. Mahali popote balozi yuko ana represent ile taifa ametoka. Kama ni balozi wa Marekani ana represent America. Ndio maana inaitwa US Embassy. USA Embassy. It's a territory ambayo inakupatia order ya wewe kusafiri mahali ambapo unataka kwenda kwa nchi ya kwao. Ile embassy ikikwambia visa yako tumecancel, hauruhusiwi kule. Ile embassy ikikwambia visa yako tumeikubali, unaenda pasipo pingamizi, kwa sababu ina represent ile taifa. Na hata sisi we are ambassadors of heaven, we are represent heaven on earth. Kile ambacho kinafanyika mbinguni kifanyike hapa. Mbinguni kuna mganga karibu. Okay, nyeji. Geukia jirani yako. Mbinguni kuna mganga, kuna vibao vimeandikwa. Mganga wa mapenzi. Na kama kweli we are representing heaven, mganga asili kuwa environment yetu. Kwa sababu the fire itakuwa ina burn. Geukia jirani yako. Mwambie majirani zako kina nani? Amwambie tu kwa amani, usimgombeze wala kumhukumu. Wewe muulize kwa amani tu, majirani zako kina nani? Amekwambia ati Loliondo. Praise be to the Lord. As we are representing heaven, lazima mbingu zionekane. Na ndio maana Musa akaonyesha umaarufu wa Mungu ndani yake. So when there is a defiled land, ile ardhi inaanza kuzaa mapooza, inaanza kuzaa mauti, inaanza kuzaa vitu ambavyo si vya sawa. That's why ukisoma 1 King chapter number 21, the same neno 21. Bwana Yesu asifiwe sana. 1 King 21 kuanzia verse number 25. Tunaona vile 25 to 26. Mungu akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu sawasawa na yote waliofanya Waamori. Bwana akawafukuza mbele za Waisraeli. Ikawa Ahabu aliposikia maneno hayo, akararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza na magunia, akaenda kwa upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alipokuwa ameweka hiyo spirit ya uchawi na uganga, maandiko yanasema wakaanza kushindwa, vita vikawa vizito kwao. Why? Because the land ikatoka, Mungu haikuwepo. Ilibidi Ahabu amrudie Mungu kwa repentance ili aweze kuleta tiba katika land. Vile tumesoma hapo tukaona kwamba naye Mungu aponya ardhi yetu. So land can be defiled, na wakati inapo defile inaleta evil inheritance. Mahali ambapo unakuta kuna kuwa shed blood, mahali ambapo kuna practice ukahaba, immorality, mahali ambapo kuna practice idolatry, wachawi na waganga, hiyo land inakuwa defiled. Na tukiishi maeneo hayo pasipo kuitisha rehema za Mungu, ili Mungu aweze kuongea habari njema kwa huo mchanga, unaweza kufanya vitu wewe mwenye haki na ukashangaa vitu vyako vifanikiwe. Kahaba anajenga flat inajaa wateja, wewe mwenye haki unakaa kanisani, ni mzee wa kanisa, ni mchungaji, na nyumba yako hata umeishukisha hata bei na ingii mtu, kwa sababu inazaa mapooza, inakuwa bare. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 6, what can make you to receive evil inheritance? Negative words. Negative words. Maneno ambayo ni maovu. Words has power. Maneno yana nguvu wapendwa. Na ndio maana penda kukiri ushindi na maneno yaliyo na uhai ndani yako. Usiwe mrahisi wa kuongea chochote. Hata maandiko imetuonya, imetupatia according to Ephesians chapter number 4 verse number 29. Ephesians 4:29. Sikia vile Biblia inasema. Waefeso 4:29. Maandiko inasema hivi:
neno lolote ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lile jema la kufaa mwenye kuhitaji, ili liwape mema wasikiao. Lisitoke neno ovu. That means that kwamba words has power. Even they can change destiny. They can define destiny. Yanaweza akaleta urithi mbaya katika jamii. Kila asubuhi unapoamka unaongeaga nini? Na ndio maana kuna umuhimu wa kuendaga morning glory. Umuhimu wa kurauka asubuhi kuomba. Kwa sababu kuna maneno huo unayatangaza katika anga yako. Wacha kulala mpaka unaamshwa. Na ukiamshwa tu unakimbilia tu uso na kikombe cha chai. Kama unaweza kuwa na programu ya kujua kwamba nikiamka naenda kuosha uso na kupiga mswaki na ingia kwa meza, basi ukiamka piga mswaki, oga uso, piga magoti uombe. Utamke maneno mazuri kwa anga yako. Ujitamkie maneno. Kuna nguvu ya morning glory wapenda. Ndio maana kuna mtu yote ambaye anapenda morning glory, huwezi kumpata dhaifu. Kwa sababu alishatengeneza siku yake. Asubuhi ameenda akatengeneza siku yake asubuhi. Wale hata mko hapa na shangaaga mkuji maombi muombe. Unakuja unakaa unaomba, unatangaza anga yako. Unaitangaza, unaitamkia maneno, unaisemea mama. Unasema leo nikitoka hapa nende nibarikiwe. Leo nikitoka hapa nende nifanikiwe. Leo malaika yule ameasainiwa kwa sababu ya maisha yangu, aanze kufanya vitu vizuri. Asainiwa ategue mitego iliyokuwa imetoka mbele yako. Sasa wewe unaomba maombi ya maajabu. Amen. Tangulie Bwana. Utatanguliwa na kichwa na mabega na kifua. Shauri yako. Yanaitwa maombi ya passport. Na ndio maana shetani ameintroduce vitu vingine ili watu watoke kwa imani. Mwingine anaamka anajipaka maji na mafuta. Anoint, I want myself fire. Alafu ati I'm protected. Na mafuta. Mungu anataka mafuta yanayotoka rohoni kwako. Hivi vitu vingine vinaweza kutumika, lakini ni kuonyesha kwamba Mungu anaweza akapitia media kama hii. Lakini haimaanishi tuviweke kama si. Kama vinakuwa kama miungu. Hakuna hata usiku ukilala. Unaomba tu asante Yesu unifinike kwa damu ya Yesu Kristo. Huyo unajipaka mafuta unakaa kama kikaango kwa blanketi. Watu wanakushangaa. Huyu ni mtu ama ni chapati imewekwa hapa kwa kitanda. Mpaka mashiti yamegeuka rangi kwa sababu ya anointing oil. Kila siku before ulale umejipodoa mafuta mpaka unang'ang'aa. Mtu akiasha nafikiri ni chatu amelala na mimi anametameta, kumbe ni mwanadamu amejipaka anointing. Na kudiscourage kwa mambo kama haya. Pray before ulale. Omba maombi mazito. Na ukishamaliza kuomba sasa, aflala. Lakini haujaomba. Ati maombi mafuta alishaombewa haya. Mafuta mara wengine chumvi kishaombewa haya. Unamumunya. Utakuwa mganga. Unajua hizo ni tabia ambazo zilikuwa na waganga. Sasa ndio maana nikakwambia kwamba roho ya babu ukaingia ndani kanisani. Kwa sababu yako aliamini vitu vya kuonekana. Afungwe irizi mkanda. Apewe vitu vya kuonekana aende aeke. Achimbe kwa shimo. Apewe sijui kerizi afunge kwa kiuno. Atiwe kachanjo. Na ndio maana kuna mtu akija kanisani asipopewa kitu cha kuonekana haamini maombi yatafika. Ni spirit ya uganga ulitoka nayo. Sasa nikababuka naongea kwako. Umekileta kanisani hivyo hivyo. Na maandiko yamesema geuzeni nia zenu mfanye upya. Mawazo yawe transformed. That means ya kwamba nikiingia kanisani kuna ile akili nilikoko nayo. Sasa nikikuja ndani ya kanisa na badilishwa akili nyingine. Ambaye nielewe mapenzi ya Mungu yaliyo mema, mazuri na ya kumpendeza. Sisemi anointing oil ni mbaya. Na sisemi hata kuombea maji ni mbaya. Lakini unaibf kama nini? Unaiweka kama Mungu. Pakani umenunua chupa ya mafuta unaiweka kwa kichwa. In the name of Jesus. Amen. Afu ndo unaiweka. Ndugu, wewe na Loliondo hamjaachana mbali. Ni vile Loliondo ana jina kubwa nasikika Kenya nzima.
Wewe na maji marefu hamjaacha nambani. Umeelewa? Mganga yule wa kule anaitwa nani? Oh, unajua yote. Unajua yote. Mwajifanya mmetoka mbinguni na miguu. Na hapo ndo mko mkipanga foleni, next, unasongea next mpaka unaingia wewe mwenyewe. Ukiingia unasema unashtuka. Nimekuja kutafuta msaada. Ndoa yangu, biashara yangu. Kamzee kanageuka kanaangalia nyuma ya curtain ni chafu alafu ni aridi. Yaani inakuonyesha black, vitisho tuna nyeusi, giza. Mangwana, mnasemaje? Nimesikia mahitaji yake, amesema mume wake ana mtoto. Kazi yake haifanyi kazi vizuri. Alafu anajifanya amesikia. Ng'ombe mweupe. Mangwana wanasema utupatie ng'ombe mweupe. Nitafanya, lete lini? Hata ubageni. Kanisani ndo tuna bageni hata sadaka. Ukianza kutoa mkono una bageni, nitoe paundi, ama nitoe 10. Unashangaa ndugu amesimama ni kutafuta 5 anatafuta. Mikono ina bageni. Anatafuta panchi. Lakini kwa mganga akikwambia ng'ombe mweupe, hata ubageni, hata nipunguzie basi angalau nilete kuku. Hakuna. Na unatoka hapo unaanza simu kwa mlango. Unapigia mjomba, tumeambiwa tafuta ng'ombe mweupe. Sijui umesikia yuko wapi? Unaambiwa yuko Matano Mane. So tutaenda. Unaangalia pesa, uko na less money. Ng'ombe ni shilingi 40,000 na uko na 25. Unaanza kukopa. Unatafuta kwa majirani, unakopa kila aina ya mitandao. Tala, Okoa Cash, Fululiza, sijui nani. Wenda ukanunue ng'ombe mweupe. Huyo kinafunga na pick up. Mnamfunga, mnafikiri dada amefanikiwa, anaanzisha ufugaji. Si ufugaji ameanzisha, ni sadaka. Anaipeleka wapi? Kwa mizimu. Akishapeleka kwa mizimu, anaipeleka pale yule mzimu. Sasa dhabihu yako imekubali. Miungu inasema kwa sababu ya hii sadaka utapata mtoto, na huyo mtoto asiwahi kanyaga kanisani, maisha yake yatafanikiwa. Those are evil words, zimenenwa na yule mganga. Kweli unaenda unapata mtoto, unaenda unasahau yale maneno, unamleta kanisani. Basi nimekuja udedicate mtoto. Basi anaroa Mungu, anaachilia moto. Mtoto akitoka anagonjeka. Anaanza kushikwa kifua kikuu, mateso. Kila ukiingia kanisani mpaka unaanza kusema hii kanisa ni mbaya. Nikienda kanisani tu mtoto wangu anakuaga mgonjwa. Jiulize ulimpata wapi? Kwa sababu Mungu hawezi akajenga ushirika na ibilisi. Umenielewa? Siona wengine wanashangaa msema vile mimi nilipatikana kwa mganga itakuwaje? Kuna solution nitakupatia mwisho vile utafanya. Na Mungu atakusaidia. So evil words, Mungu anasema kabisa, angalia usilie. Kwa sababu gani? Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. So tengeneza anga yako na maombi. Wacha kukubali waganga wa kutengenezea anga. Amka asubuhi, jitamkie maneno na Mungu atabariki maisha yako. 21 nasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Waupendao. Wewe unayependa maneno mazuri utakula matunda yake. Unayependa maneno mabaya utakula matunda yake. So evil words zinaweza kuleta inheritance ya kishetani. Vile unaambia watoto wako, vile unaishi kuambiwa. Na ndio maana huwa naambiaga wazazi, before mtoto akija kutoka shuleni, mwekelee mkono, muombee before alale, ukanushe maneno yote aliambiwa. Kuna watu walimtazama tu wakasema yule mtoto sijui, tuone kama atafanikiwa, atamaliza ile shule. Na hata akimaliza hatapita mtihani, na hata akipita hatapata kazi. Ni maneno tu yamenena. Na hakusikia, lakini alinena kwa roho. Maana kuna maneno yanaweza kanenwa kwa moyo, mwingine anaweza kanenwa.
na mwingine anaweza kanena ukisikia na mwingine siri. Kwa nini nafikiri watu wawili wakishikana wakianza kukusengenya sina maneno wanakuongea? Wewe umezoea kuambia mtu na kama mwendo wazimu. Unaona mfano umemrushia hiyo spirit ya mwendo wazimu. Wewe naongeaga kama chizi. Ni fun words umeongea, lakini those words ni maneno umemtengenezea. Anaweza asiwe chizi, lakini mtoto wake akatoka akawa chizi. Ukashangaa kwenu hakujawahi kuwa chizi, lakini umezaa chizi. Kwa sababu kuna mtu alikwambia una behave kama chizi. Geukia jirani yako, mwambie nafuta maneno yote niliyoongelewa katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu maneno yana nguvu. Mauti na uzima yako katika vinywa vyetu. So we can speak good or bad words, na zikaweza kuaffect. Na ijalishi, maana maneno, anga iko kama kama kimtungi kanashikaga maneno. Na ndio maana tunasema katika anga hii naachilia roho ya baraka. Hiyo anga inakamata hayo maneno. So inangojea mtu ambaye atakubaliana na lile agano linaweza kuleta ile baraka. Akishafanya vile ambavyo itamruhusu apate zile baraka, anga inamfungukia, baraka inashuka kwake. Kwa anga hii, atakayefanya hivi atabarikiwa. Atakayefanya mapenzi ya Mungu atabarikiwa. Atakayeomba atabarikiwa. Atakayetolea Bwana kwa uaminifu atabarikiwa. Yale maneno yako katika anga yanangojea. Ukifanya kulingana na lile agano la yale maneno, linabariki. Ukivunja lile agano, inakuwa kinyume. Baraka inakuwa laana. Na ndio maana kuna mzee mmoja hapa tunaweza tukamsoma. Wacha tuendelee. Tusome Proverbs kwanza 12:18. Proverbs 12:18. Proverbs 12:18. Tumefika 12:18. Kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga, bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Kuna watu unena bila kufikiri. Mimi sioni nikimaliza mwaka huu. Wewe mtoto, nisioni ukipita shule wewe. Hii tabia utafeli. Wewe maisha yako atakuja kuwa mabaya. Tabia zako ni kama za nyanya yako. Hauna akili kama mama yako vile hana. Sasa unashangaa hana akili kama mama yake. Kwani ulioa mama ambaye hana akili? Sikumaanisha hata wewe hauna akili. Maana watu wawili hawawezi kwenda pamoja pasipo makubaliano. Kubadilisha ulikubaliana na mtu hana akili, kwa sababu wewe pia hauna akili. Geukia jirani yako. Ukiita mtu mke wako ama mume wako hana akili, hata wewe pia hauna. Ndio maana mlikubaliana. Huyu mama ni mpumbavu, hata wewe pia ulikuwa mpumbavu. Na ndio maana mlikubaliana. Maana wapumbavu wawili wanaishi pamoja. Hawezi kuwa mwerevu alafu ishi na mpumbavu. Tuacheni kujifanya ati na pasa amegeuka. Asijageuka. I'm speaking the truth. Ni kweli ama ni uongo? Unaweza kuishi na mtu mjinga? Si unaishi na mwerevu kama wewe. Sasa ukimwona mwenzako ni mjinga, hata wewe pia ni mjinga. Sasa ni wajinga wawili. Ni vile mwingine hajijui, anajua mwenzake. Ni yule anaambiwa na Yesu, kabla haujatoa kibanzi, toa boriti kwako. Maanisha wewe ndio mjinga mkubwa. Sasa unaona wajinga wengine wadogo. Ukisikia toa boriti ni kitu kubwa, kibanzi ni kitu kidogo. Anasema toa boriti kwanza ndio utoe kibanzi kwangu. Kumaanisha ukiona mwenzako ni mjinga, basi wewe ndio mjinga kubwa. Senior fool. Semeni amina ya chini. Geukia mtu mwambie mimi si mjinga na sitakuwa na wajinga katika jina la Yesu Kristo. Matthew chapter number 15.
verse number 11. Afadhali tuende polepole tu, lakini upokee kitu ambacho kitakusaidia. Maana baada ya maombi haya, tunapozidi kujiombea, tutaona ukombozi wa Bwana kwa maisha yetu. Haleluya. Sikilizeni, mfahamu sicho kiingiacho kinywani tiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Si kile kinaingia, ni kile kinatoka. So kile kinatoka kinaweza kuleta unajisi, kikadefile, kikaleta evil inheritance kwa watoto wako, lakini kile kinaingia hakiwezi. So ni nini kinatoka kwa kinywa chako? Familia yako unaweza ukaitengeneza ama ukaiharibu kwa vile unaiongea. Watoto wako unaweza ukawafanya watu wazuri ama wabaya kulingana na vile unawatamkaka. Ndio maana ni vizuri sana kuomba Mungu atusaidie tuwe na maneno ya hekima kwa watoto wetu. Amefeli mtihani, usimtukane. Wewe muombe, na kama ni kumchapa mchape tu, afu mwambie utakuwa mtoto mzuri. Enda upite mtihani. Lakini sio kumwambia utafeli wewe, maisha yako yatakuwa mabaya. Sioni ukiwa na maisha mazuri. Na hivyo ndivyo unakuta hata kuna walimu utamkia watoto wetu hivyo. That's why ni vizuri kuombea. Kuna majirani, kuna maadui utamkia watoto wetu. Na yale maneno yasipoharibiwa, ndugu, dada, utashangaa kwa nini mtoto anakuwa failure. Utashangaa kwa nini mtoto anakuwa na tabia hiyo, kwa sababu kuna mtu aliongea. Sasa sikiza Joshua chapter number 6 verse number 26. Joshua chapter number 6 verse number 26. Maandiko yanasemaje? Joshua akasema maneno haya. Naye Yoshua akawaapisha kwa kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinua na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataeka msingi wake, atafiwa na mzaliwa wa kwanza, tena atasimamisha malango yake, atafiwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Haleluya. Anasema akijenga kuta, maana kuta za Yeriko zilisimamia kama baria, vizuizi kwa wana wa Israeli. Vizuizi kwa wana wa Israeli. Kuta za Yeriko kwa maisha yako zinasimamia, it's like a curse. It's like an obstacle, hindrance. Zinakuzuia kuingia katika promised land. Kuta za Yeriko zinaweza kuwa curse, zinaweza kuwa evil altars, zinaweza kuwa sin, zinaweza kuwa yani vitu vingi ambavyo viko opposite na mambo ya Mungu, ambavyo vitakuzuia usiingie mahali Mungu anataka. Those are walls of Jericho. Sasa maandiko yanasema Jericho ilikuwa kwa Mungu ameikumbuka, na akamwambia Yeriko, nimekupatia kwa mikono yako. Lakini walipoenda wakakuta kuta zimefungwa na malango yamefungwa. Mtu hawezi kuingia wala kutoka. Mungu akapatiana prophetic instruction. Haleluya. Na wakazunguka zile kuta vile Mungu alivyowaambia. Baada ya hapo zitaporomoka, wakaingia. So ukombozi ukaingia kwao. Sasa naye aliposimama akasema, sasa awai yoyote atakuja kurudisha hii laana, ama atakuja kurudisha hizi kuta, ama atakuja kufanya kitu fulani ambacho kiwe kama baria kwa sisi tulioahidiwa na Mungu, akaambiwa afiliwe na mtoto wake wa kwanza, na yule atasimamisha malango afiliwe na mtoto wake wa mwisho wa kiume. Joshua akafunga mdomo. Haya maneno yalikaa 600 years, hayaja function kwa mtu. Kwa nini? Neno la Mungu ama neno la adui, neno la Mungu litafanya kazi kwako likipata mtu wa kutimiza hayo maagano ya hilo neno. Haliwezi kufanya kazi kwako hadi kwa sababu limetamkwa. Haleluya. Nikisimama hapa niseme kuleni mema ya nchi, ni maneno ya baraka nimeanena. Lakini hiyo mema ya nchi hautakula kwa sababu pasa amesema. Maandiko yanasemaje? Mtakapotii mtakula mema ya nchi. So lazima kuwe na mtu wa kutii ndipo mema ya nchi yaliwe. So kusema haimaanishi imekuwa qualified. Naweza nikasema, lakini wewe tafuta njia ya kile kilichosemwa kiweze kufika kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu si kusema tu.
So hata ninaposimama katika madhabahu ni declare, nianze kusema pokea uhai, pokea uzima, maisha yako yabarikiwe, njia zako ziwe sawa, malango yako yafunguke. Tafuta vile malango yatafunguka, tafuta vile njia zako utafanikiwa. Haitakuja kwa sababu pasta alitabiri, na ndio maana maneno mingi yako katika hewa tu, yanangojeaga mtu. Ndio maana mtu anaingia kanisani ni mgeni, akifanya kitu fulani anatoka na ushuhuda, kwa sababu lile neno lilikuwa linangojea mtu afanye, na yeye akapata akafanya. Kuna lingine linangojea imani, kuna lingine linangojea faithfulness, kuna lingine linangojea siyo prayer, kuna lingine. Isa inategemea vile maneno yameongelewa, vile maneno yanasemwa. Tafuta njia ya kuyaleta kwako. Sasa akasema atakayeinuka na kuinua malango haya, mtoto wa mwisho na kujenga kuta hii, mtoto wa kwanza. Hebu tuende tusafiri vizuri katika kitabu cha 1 Kings 16:34. Kumbuka naongea kuhusu negative words, zinaweza zikaleta urithi mbaya. 1 Kings chapter 21. May God have mercy on us. I declare, may God have mercy on us. 1 Kings 21 verse number 25. Inasema hivi, lakini hapakuwa na mtu kama samani. It's not 1 Kings 16. 1 Kings 16:34. Ni 1 Kings 34. Tumefika. Katika siku zake Eli Betheli akajenga Yeriko. This was a king, akawa ni mfalme. Akajenga Yeriko, akatia misingi yake na kufiwa na Abiram, mzaliwa wake wa kwanza. The same word ilinenwa na Joshua, ikakaa for 600 years. So hiyo miaka yote 600 haikupata mtu wa kuvunja hilo agano, na ndio maana haikufunction kwa maisha. Lakini nilipopata mtu wa kuvunja na kudisobey vile amesema, mfalme aliinuka tu na ufalme wake. Hakuuliza, alipoinuka akafiwa na mtoto wake wa kwanza na kuyaweka malango yake na kufiwa na mwana wake mdogo Segule, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Why? Evil words zilienenwa na zikawa zinangojea mtu aribeli. Good words zinaweza zikanenwa, zinangojea mtu afulfill. Evil words zinaweza zikanenwa, unaweza kuziharibu. Usipoziharibu kifatana na vile zimesema, zitabadilisha anga yetu. Hallelujah. Kuna watu mnanielewa? Maana we want to pray. Jumapili tutakuwa na faida, tutakuwa tunaomba mpatisha. Taomba hapa uhai wa Mungu urudi kwetu. Na wale ambao mkufunga endeleeni kufunga. Wale ambao wakukula nyinyi endeleeni kukula tu. Maana haya maneno tunaenda kuyaachilia yanahitaji utengeneze moyo wako na Mungu. Si ati kwa sababu pasa aliomba basi atikuombea kutatendeka. Nyakati za ujinga zilipitwa na wakati. Mungu anatazama watu watakaobadilika na watende mapenzi yake. Sasa hakikisha umefunga. Ndio sasa tukija kudeclare, maana evil words zinaweza zikachange. So on Thursday, majali wa Mungu nitakuwa naongea kuhusu vile zina how effects ama madhara ambayo yanaletwa na hizi evil inheritance. Ni nini kinaonyeshana, kinaonekana. Alafu tumalizie how can you deal with evil inheritance, madhara yake na jinsi ya kujitoa. Ndio Jumapili tukija tunaitisha uhai wa Mungu kwa jamii zetu. Uhai ukiwa unaondoa kila aina ya urithi mbaya. Katika bonde la uvuli wa mauti kulikuwepo na mifupa mikavu, lakini Mungu alipopulizia uhai, mauti ikaondoka, jeshi kubwa likaonekana. Unaweza kuwa you are a great man, you are a great woman, katika njia ya business, katika njia ya ministry,
katika familia wewe ndio utaa, lakini kwa sababu evil inheritance imeleta mauti, na ndio maana haujui mahali pa kutokea. Wewe umetawanyika, mifupa yako imetawanyika, karama zako zimetawanyika. Mara ushike hii, mara uuze makaa, mara ukiuza makaa unayachoma mwenyewe, mara uuze viazi unakula mwenyewe, ufungue njugu unamumunya. Yaani kila kitu ukifanya unakula mwenyewe, kwa sababu mifupa imetawanyika. Ulianza na makaa ukayachoma na ukapiga nguo pasi, ukasema aiba biashara ya makaa haiendi, acha njaribu ya viazi. Ukanunua gunia la viazi Kongowea ukaleta mpaka hapa Kilifi, ukapika viazi. Siku ya kwanza ulipika viazi 200, 90 viliingia kwa tumbo lako, alafu 10 ukapatia mtoto wako. Nimebakia vingapi? 90. Nyingine ukapatia jirani 5 aonje kama vina chumvi, 5 ukapatia rafiki yako. So ulinunua viazi 200 ukauza only 70. Hizi zingine ziliingia kwa tumbo 130, mlikula na majirani na wako kulipa. Ukasema biashara ya viazi haiendi, acha niingie mabuyu. Sasa umeinua kiwango mabuyu, unakula paka kanisani, basi akihubiri unarusha moja. Unarusha, ukayakula stoki yote ukamaliza. Sasa unasema Bwana nionyeshe. Sasa umesikia uzungushe melon, umezipasua pasua, unaenda ukikula, jua kali, ndio niongeze maji kwa mwili, umeafonja yote. Ukasema Bwana hakutaka hiyo njia, nilipoteza mwelekeo, narudi katika makuta. Umeanza kuchoma mayai ya kuchemsha, umeapasua mwenyewe mpaka mwisho ukafunga biashara zote, kwa sababu mifupa imetawanya, hakuna uhai. Sasa Mungu anaenda kupulizia uhai ili urudiane, ujielewe nani. Sema amina. Sema tena amen. Patia Yesu makofi. Pokea uhai wa Bwana. I declare, pokea uhai wa Bwana. Kila roho iliyotawanya maisha yako, Bwana atarudisha uhai. Bwana atarudisha uhai. Tunakataa hiyo laana. Sema nakataa kila madhara yaliyoletwa katika familia kupitia Defiled Land. Kwa damu ya Yesu natangaza utakaso kwa landi yetu, kwa shamba letu, kwa miji yetu, kwa mahali ninapofanya kazi, kule ninapofanya biashara, kule ninapoishi. Kwa damu ya Yesu rehema zishuke. Naponya ardhi yetu, naponya mchanga wetu, naponya mazingira yetu. Damu iliyomwagika pasipo hatia na itangazia itakasike leo. Mchanga uliokuwa defiled kwa dhambi za ukahaba, dhambi za uchawi, dhambi za pornography, dhambi za hata masturbation, dhambi ya kila aina iliyofanyika kwa maeneo hayo, ikadefile hiyo land leo kupitia nguvu ya damu ya Yesu. Natangaza damu ya Yesu itakase hiyo land, na pawepo na uzima, pawepo na uzima, pawepo na uzima.